nisemeje, yani sisi kama wataalamu sisi ndio chachu ya kuwaletea mabadiliko wananchi wetu wafanye shughuli zao za kiuchumi isilete tija, si ndio si ndio jamani? Kwa mimi niwatakie mafunzo mazuri, niwaase kila mtu awe ashiriki kikamilifu, si ndio tushiriki kikamilifu ili tuelewe mradi huu wa SCALE, taratibu zake za utekelezaji namna gani, ili tukirudi kule kwa mamlaka zetu za serikali za mtaa pia tukawe walimu wazuri kwa wale ambao tumewaacha, lakini pia katusaidie kufanya kazi with confidence, kwa sababu tumeelewa nini tunatakiwa kufanya. Baada ya kusema haya machache, mimi niseme nashukuru sana kwa nafasi na nitamke mafunzo yetu yamefunguliwa rasmi. Lengo lake itakuwa ni kujenga mifumo ya halmashauri ya kuchukua hatua za kukabiliana na tabia nchi na kuandaa LCAP. Ndio lengo kubwa. Lakini pia kuhakikisha kwamba hiyo LCAP inaandaliwa kwa kutumia climate infused ONDOD pamoja na PCRA. Na nitakuja kuwapitisha kwamba hiyo tuanze grant itakuwa ni ya kitu gani. Lakini ya pili itakuwa ni investment, kwa maana kwamba fedha zitashuka moja kwa moja kutoka serikali kuu zitazifikia halmashauri, na halmashauri atatakiwa kutekeleza miradi ambayo ni climate responsive. Tuko pamoja waheshimiwa? Kwa hiyo miradi lazima itekelezwe kwa kushirikisha jamii, na ndo hapo tunapata ule mchakato wa fursa na vikwazo kwa maendeleo. Kwa hiyo tutatumia mfumo wa fursa na vikwazo kwa maendeleo ulioboreshwa, ambao kimsingi tunautumia katika mipango na budget, si ndio, kwenye halmashauri zetu. Naitwa Catherine Masele, ni mfanyakazi wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Nilikuwa hapa kwa ajili ya kuwasilisha elimu ya hali ya hewa katika wadau mbalimbali kutoka katika ngazi za kata pamoja na wilaya kwa mkoa wa Dodoma. Elimu ambayo imetolewa hapa italeta manufaa kwa jamii, kwa sababu hawa watendaji ndio watakaowafikia wananchi walioko ngazi za vijiji. Kwa hiyo kutoka hapa wakishaeleweshwa vizuri, watapeleka ile elimu kule na itawasaidia wale wananchi kuweza kupunguza madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanatukumba kwa sasa. Nadhani kila mtu anajua mabadiliko ya tabia nchi yapo na yanaendelea kuwepo, kwa sababu bado wananchi wengi hawajui ni nini kinasababishwa na haya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini leo tumepata elimu mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi, tumepata elimu pia za mambo ya hali ya hewa na matukio ya hali mbaya za hali ya hewa ambayo yanaweza kuleta shida katika miradi au katika mazingira yetu ambayo tunaishi huko katika mitaa yetu. Ninaitwa Elizabeth Richard Soro, ni afisa mazingira katika halmashauri ya wilaya Chamwino. Siku ya Jumanne tulikuwa na mafunzo ambayo yalikuwa na malengo ya kutujengea uwezo wa kuweza kuhimili ama kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na mafunzo haya yameletwa mahususi kwa ajili ya mradi wa SCALE ambao unafadhiliwa na World Bank. Baada ya mafunzo haya, sisi kama wataalamu ambao tumeweza kupata mafunzo yatatusaidia kuweza kuhamasisha jamii, kutoa elimu kwa jamii juu ya kuibua miradi ambayo itasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyojua, swala la mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto ambayo inamkabili kila mmoja. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya ambayo lengo lake kubwa ni kuwawezesha wananchi wenyewe kuibua miradi wao wenyewe ambayo itawasaidia katika kuhimili ama kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo naitwa Francis Kasambala, mimi ni mratibu wa mradi wa mabadiliko ya tabia nchi kutoka halmashauri ya wilaya ya Bai. Kwa hiyo sisi mafunzo makubwa tuliyopata ni kuhusu namna gani sasa jamii kupitia vijiji ambavyo vimeathirika inaweza kwenda kujengewa uwezo wa kuona watumie njia gani au wabuni miradi gani ambayo inaweza ikawafanya waweze kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi zilizojitokeza kwa maeneo yao.
Kwa hiyo kimsingi wataalamu hapa baada ya kujengewa uwezo watafika kwenye maeneo ya vijiji husika, watakaa na jamii kwa makundi tofauti, wakitoa uelewa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni nini, lakini na kusikiliza zaidi kutoka kwenye jamii kwamba zipi ni athari ambazo tabia nchi zimeathiri, mabadiliko ya tabia nchi yameathiri jamii zao. Kwa hivyo wananchi kutoka kwenye maeneo hayo kupitia ngazi zao mbalimbali na makundi tofauti tofauti watapitishwa na kufikia maamuzi kwamba zipi ni miradi ambayo wao wanafikiri inaweza ikafanyika kwenye maeneo yao na kufanya vijiji au maeneo waliopo wao wamekabiliana na mabadiliko ya tabia nchi